أهلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Niko hapa katika siku adhimu kabisa, Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo nimefurahi kuwa pamoja nanyi ya kutoa salamu zangu hizi. La pili ni kutoa pole kwa msiba uliotukuta wa kuondokewa na mwadhini wetu wa msikiti huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema, na sisi tuliobaki Mwenyezi Mungu atupe kesho mwema inshallah. Kesho ni siku ya Idi, basi tutoe salamu za kutakiana kheri katika Idi Fitri. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie iwe Idi njema kwetu sote. Mwenyezi Mungu atupe furaha, atukubalie amali zetu zote tulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha mafunzo, kwamba yale yote tuliyoyafanya basi tuyaendeleze, isiwe ndio sababu ya kuacha kurudi katika maasi. Nadhani hili mashaikh wetu wameshatukumbusha vya kutosha. Tutoke hapa tukiwa watu wapya, wacha Mungu, na Ramadhani tunatakiwa tupate ucha Mungu, na kama tumeshaupata ucha Mungu basi tuendelee nao ucha Mungu, ili tunapofika Ramadhani ijayo isiwe tena tumeharibu yote tuliyoyatengeneza katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunakumbuka mpaka damu tuliyokula ile siku ya mwanzo. Leo tunaambiwa mwezi unamaliza ya ibadallah. Tumebakisha masaa machache kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Juu yetu ya ibadallah lililobakia ni muhasabatu nafsi, yani kujihesabu. Ndio maana tukaambiwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni zile nafsi zenu kabla hamjafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkienda kuhesabiwa. Kila mmoja wetu ya ibadallah inampasa ajitateni vizuri, ajifikirie vizuri, aeke akili yake vizuri, ajitathmini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ameingia katika ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi? Ameingia katika kauli hiyo. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Pia unaweza kutufollow kupitia WhatsApp Chum TV.